Kwa hiki ambacho kinaendelea kwa Doto Magari, mimi nimekupokea vibaya kwa sababu hii inakuwa ni mbaya, ni kama kumdhalilisha mtu. Unapokwenda kusema kwamba ana virusi vya ukimwi, tayari unakusha mchafua katika jamii. Kwa sababu watu wengi tunajua kwamba ugonjwa wa ukimwi ni ugonjwa hatari na hakuna mtu ambaye anapenda kuwa nao. Kwa hiyo ukimwambia mtu tena kwenye mitandao ya kijamii, unakuwa umemchafua na unakuwa umemfanya hata ashindwe kuweza kupata mwenza, kwa sababu kila mtu atakuwa ana mashaka naye. Kwa hiyo kwa kitendo ambacho dada amekifanya, Doto Magari akisema kwamba amfungulie kesi, hii inaweza kuwa kesi kubwa sana ya udhalilishaji. Lakini endapo kama Doto Magari atapima afa akutwe hana. Umeshaelewa? Lakini sasa kama akipimwa akakuta nao, ina maana hiyo sasa inakuwa tena sio kesi. Dada aliongea ukweli, lakini sasa hata kama ni ukweli anao, kwa nini umdhalilishe pia pamoja? Ishakuwa nini? Inakuwa ni kesi. Ukauliza wanasheria, hii wanaita kesi ya madai. Kesi ya kumdhalilisha mtu kwenye jamii. Okay, ukimwi anao. Ukimwi ni ugonjwa ambao kila mtu yote anaweza kaupata. Lakini kumtangaza mtu anao bila hiari yake mwenyewe kujitangaza, hiyo ni makosa kisheria. Ndio maana hata daktari akikupima akakuta na virusi vya ukimwi akaenda anatangaza, kumshtaki anachukuliwa hatua. Ila kama ukimwi unao alafu ukautangaza wewe mwenyewe ukasema bwana mimi ni mwathirika wa ukimwi nina virusi, hiyo sio mbaya, kwa sababu hiyo si kwa hiari yako. Lakini mtu akitoka nje akakusema au akakutangaza yeye mwenyewe bila hiari yako, unaruhusiwa kumtangaza na sheria zikachukuliwa. Unadhani imekuwa vipi huyo dada, kwa nini ajitokeze leo hii aje kumzungumzia hivi? Pengine kuna kitu labda kimefanyika huko nyuma, na kwa nini sasa unadhani ameamua kuzungumza hivi? Mimi nafikiri hawa watakuwa walikuwa wana ugomvi, ndio maana mdada akaamua kumtangaza kwamba Doto Magari ana ukimwi. Kwa sababu ukiangalia yule dada sijui anaitwa Cheli, sijui Sheli, yeye mwenyewe alishajitangaza kwamba ana virusi vya ukimwi. Ni sawa, wenye virusi vya ukimwi ni wengi. Watu wako kwenye ndoa na virusi vya ukimwi, watu wako makanisani wana virusi vya ukimwi. So sifa kwa na virusi vya ukimwi, sababu yeye mwenyewe ndiye aliamua kujitangaza, it's okay. Lakini ni makosa kisheria kumtangaza mwenzako kama na virusi vya ukimwi. Hata kama anavyo, wewe muache, sababu hiyo ni siri. Na ndio maana daktari akikupima akakuta na virusi vya ukimwi, hawezi kutoboa hiyo siri. Ni siri kati yako na daktari. Kwa unapotoka hadharani ukaja kwenye umma ukatangaza kwamba fulani ana ukimwi, ni makosa kisheria na ukifuatiliwa unafungwa. Usipofungwa basi unalipa fine, wanaita ni kesi ya madai, yani unakuwa mdhalilisha mwenzako. Kwa hiyo dada kitu alichokifanya sio kizuri na hakina busara. Na kama Doto Magari, mimi ningekuwa Doto Magari, huyu mdada ningemchukulia hatua kali, ningeenda nikamshtaki sehemu zinazohusika. Amenidhalilisha, mimi sikuwa tayari kwa kujitangaza kwamba na virusi vya ukimwi. Sasa yeye kama anaenda ananitangaza mimi na virusi vya ukimwi wakati mimi sijajitangaza, amenidhalilisha. Kwa angemlipa fidia ya. Lakini pia nimeona kwa katika ukurasa mmoja hivi wa Instagram wa rafiki yake ambaye ni wa karibu yake kabisa, anaitwa Issa Tambu. Yeye pia ameposti picha, anaonekana Doto Magari amelazwa kitandani cha hospitalini, lakini kamwandikia kwamba usijali rafiki yangu utapona. Amemaanisha nini? Na pia kaweka ule wimbo wa yule jamaa aliyeimba anaitwa Feruzi, wimbo wa ukimwi ule. Wa Starehe. Ana maana gani? Au kuna ukweli ndani yake? Sasa mimi siwezi kudhibitisha kwamba kuna ukweli ndani yake. Lakini kama hakuna ukweli, kwa sababu toka shutuma itoke hatujamwona Doto Magari akilalamika. Na maana kama kuna ukweli ni sawa, kwa sababu si maradhi kila mtu anakuwa na, sio kama mtu ana ukimwi kwamba alikuwa malaya. Wewe unaweza kuwa umetulia kwa ndoa yako mke wako akakuletea, au mwanamke umetulia kwa ndoa yako mume wako akakuletea, ni sawa. Lakini hiki ni kitu ambacho kama Doto Magari anasingiziwa, anaweza kupima. Umeshaelewa? Kwenda hospitalini akapima, wakimkuta hana virusi basi. Lakini kama hana basi, na kama anavyo ni vyake. Issue ni kwamba hauruhusiwi kumtangaza mwenzako na virusi vya ukimwi hata kama anavyo bila hiari yake. Kuhusu wale akina Issa Tambu kumweka hapo kupost picha huko hospitalini kuplay ile nyimbo ya Feruzi ya ukimwi ya Starehe, nafikiri huo ni utani wao. Ni utani wao ambao wanataniana. Si unajua wanataniana kwamba Doto Magari na Issa Tambu. Sawa, lakini hata Issa Tambu na yeye pia pamoja na kumcheka mwenzake ana virusi vya ukimwi na kumposti, Issa Tambu na yeye
ni kama watu wanamuhisi mashaka kwa sababu Issa Tambu umeona anahudhuria event nyingi, havagi vizuri, anavaga tu misendo. Ushaelewa eh? Yaani Issa Tambu kaenda juzi kwenye event ya kina Diamond, katoka kwenye event ya mamake na Diamond, havai vizuri. Havai suruali, hajawahi kuvaa raba, mdote kavaa sendo. Kwa hata yeye pia watu wanaweza kamisuja jamaa hela zake za masharti, mbona apendezi. Wewe uhudhurie event ya Mama Dangote birthday yake, umevaa masendo, amehudhuria ile Diamond alikuwa anachangisha ile, kavaa masendo, hadi watu wakaanza kumsema. Kweli ni kwamba hujui kuvaa, lakini hata kama hujui kuvaa, ila una hela, lazima utajikuta hela zinakufanya ujue kuvaa. Kwa nini na yeye tuna mashaka naye? Inabidi tumfuatilie. Kwa nini anavaa sana sendo? Hajui, ina maana kwamba hajui kuvaa. Issa afuatiliwe. Issa afuatiliwe. Issa inabidi tumfuatilie kwa sababu Issa haiwezekani kila event kali unaenda umevaa masendo, tuna mashaka na huo utajiri wako. Haiwezekani uwe tajiri, yani oya, sawa. Uwe nyumbani uve sendo. Kwenye event kubwa kama tena sendo zinaonekana za 5,500 zile. Hivi uliona video zake? Yaani jamaa anavaa ovyo na masendo yale. Nakata anapiga madili makubwa ya magari nini. Oya, huyo ni tajiri anauza magari. Lakini uvaaji wake tushamshtukia huyu jamaa, tutamfuatilia. Haiwezekani tajiri usivae. Mimi nilikuwa na tajiri wangu Kongo. Yule tajiri kwangu kwanza alikuwa apigi mswaki, alafu alikuwa avae vizuri. Na yeye mdote alikuwa anavaa sendo na jezi. Inawezekana kadi masharti yale. Issa Tambu anaweza kama masharti. Sasa Issa Tambu wewe naona unamwambia Doto Magana na Ukimwi. Na wewe tunaomba uvae suti na kiatu kizuri uhudhurie sherehe. Ili tuvunje hiyo na wewe unavyoenda umevaa masendo kwenye event kubwa. Sawa, lakini tukienda katika upande wa Doto Magari, kwa status yake namna alivyo, unadhani hii sekendo ambayo amepewa hii inaweza ikawa vipi kwa upande wake? Anaweza kachukuliwa kawaida kama kwamba ni utani, au pengine inaweza ikamletea noma katika upande wa maisha yake? Hii inamletea noma. Kwenye upande wa maisha inamletea noma. Na hapa akimfuata demu hivi kumtongoza demu lazima awe na mashaka. Lakini kwake yeye kama brandi inaweza pika mbrandi kwa sababu labda hawa watu wanaohusika na ukimwi wanaweza wakamtumia. Umeshaelewa eh? Kama sasa amua aseme kwamba kweli mimi nina ukimwi. Yale si ninaishi. Si mnaona nakula na nenepa. Kwa watu wenye hizi taasisi zinazohusika na ukimwi wanaweza wakamtumia, wakafurahia, wakamtumia yeye kwa anawatia watu moyo. Unajua kuna watu wana ukimwi afa wanakata tamaa maisha, nitaishije na kufa. Kwa kama kweli ukimwi anao, kwa umaarufu wake leo kwa nao, ili ni dili jipya. Anaweza akapata issue, akapata mchongo kwenye mataasisi makubwa yanayohusiana na ugonjwa wa ukimwi, kana anatoa moyo kwa wagonjwa. Lakini kama ukimwi, lakini kwa upande mwingine sasa kupata mademu umemchafua inakuwa ngumu. Sasa hakuna demu atakayemwamini. Yaani kulala na Issa sasa hivi lazima uvae kinga 7. Kulala na Doto Magari lazima uvae kinga 7. Kama ni utani, unadhani huu utakuwa ni utani mzuri kweli kwa upande wake? Ni utani mbaya. Ni utani mbaya. Ukimwi sio kitu cha kutaniana. Wewe mzee, ule ugonjwa sio poa. Ukimwi sio kitu cha, mimi niliumaga TB. Nilikuwa nahudhuria kila siku kuchukua dawa miezi 6. Sasa niambia ukimwi unachukua dawa milele mpaka unakufa. Kila siku lazima uzule hospitali. Kwa ule ni ugonjwa mbaya. Ili ukishaupata una cha kufanya, inabidi tu uzoee, utaishi kama watu wengine. Lakini sio utani huo mzuri wa kutaniana kuhusu ukimwi. Ni utani mbaya. Kuna utani mwingine unaumba. Mtu amekutania na ukimwi hivi na trendi, baadaye unashangaa na uvaga. Ni utani mbaya sana, usitaniane tena hivyo. Sawa, nikushukuru sana. Amina.